Amen. Bwana yabariki maneno haya katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumesoma hapa vitabu viwili na kimsingi leo ni kama nilivyosema kwamba ni sikukuu ya CMF, ni kilele kabisa. Kwa hiyo maandiko yetu ya somo katika sikukuu yetu ya CMF kama nilivyosoma katika hiyo Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 7. Kwamba Paulo anawaambia Wakorintho kwamba mwanamume ni mfano na utukufu wa Mungu, na kwamba mwanamume haimpasi kufunga kilemba, lakini mwanamke ni utukufu wa nani? Wa mwanaume. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni maneno ambayo alikuwa anawaambia. Kwa hiyo ndio maana tunapozungumzia leo wanaume mfano na utukufu wa Mungu, maana yake ni maneno hayo ambayo Paulo alikuwa ameyazungumza kipindi kile akiwaambia Wakorintho. Kwa hiyo kuna sababu katika mazingira yale ambayo Paulo alikuwa anamaanisha. Unajua kipindi kile wanawake wa Korintho na kiasi kubwa jamii ya Wakorintho walikuwa ni watu wa kuabudu sanamu. Walikuwa wanaabudu miungu. Kwa hiyo na wanawake wa Korintho pia walikuwa wanapenda kuwa kipaumbele, kutaka kuwaweka waume zao nyuma. Na ndio maana katika kuweka mazingira sawa, Paulo anawaambia Wakorintho kwamba inampasa mwanamke afunike nini? Kichwa chake. Akiwa anamaanisha kwamba mwanamke yuko chini ya utawala wa mwanamume. Ni mfano kabisa ulio dhahiri au ni hakika kabisa. Mungu alipoanza kuumba ulimwengu huu, alipoanza kuumba viumbe, mtu wa kwanza kumuumba ni Adam. Bwana Yesu asifiwe sana. Na katika ubavu wa Adam tunaona kwamba ndipo mwanamke alipatikana. Kwa hiyo Paulo anataka kuasisitiza kwamba wanawake namna gani ambavyo wanatakiwa kutii, kwamba wako chini ya mamlaka ya wanaume. Kwamba mwanaume ndiyo kichwa cha familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaume tupo. Popote ulipo mwanaume, tambua kwamba wewe ni mfano na utukufu wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini siku ya leo pamoja na mstari ambao nimesoma, tunataka tukumwangalie mwanamume mmoja ambaye alibeba dhima hii hasa ya mfano na utukufu wa Mungu. Naye sio mwingine ni Ayubu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ayubu ni mfano mzuri kabisa ambao tunaweza tukafananisha na mstari huu ambao Paulo alikuwa anawaambia Wakorintho. Nafikiri watu wote tunafahamu habari za Ayubu. Ni mtu ambaye kwa kweli alisimama katika imani sana. Ni mtu ambaye alikuwa anampenda Mungu katika mambo yote, alijua kabisa yeye tumaini lake lipo kwa Bwana tu na sio kitu kingine chochote. Na ndio maana katika wimbo huu hata wa CMF kuna sehemu tumeimba Ayubu alikuwa nini? Mfano na utukufu wa nani? Wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo kama unaandika siku ya leo, ujumbe wa leo unasema kwamba katika mapito yako kumbuka wema wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanamume katika siku ya leo, katika mapito yako, katika changamoto zako, kumbuka wema wa Mungu. Simwambii tu mwanaume, lakini pia namwambia mama yangu, katika mapito yako kumbuka wema wa Mungu. Ndugu yangu, katika mapito yako kumbuka wema wa Mungu. Kaka yangu, katika mapito yako kumbuka wema wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ninasema katika mapito yako kumbuka wema wa Mungu, ninazo sababu ambazo za kusema hivi. Unajua wapendwa, tuseme ukweli, katika maisha yetu ambayo tunamtumikia Mungu, wakati mwingine tunapitia changamoto na mambo mbalimbali. Tunapitia magumu mbalimbali katika maisha yetu. Lakini kwa namna moja ama nyingine imekuwa sababu ya sisi kunungunika na kuona kwamba Mungu hajaweza kufanya, hajaweza kukusaidia. Ndivyo ukweli ulivyo. Unapita katika mambo magumu ambao unajiuliza, hivi kweli huyu Mungu ambao namtumikia ndio kweli ndio hivi kweli? Kuna faida gani sasa? Haleluya. Anasema kuna faida gani? Lakini laiti kama ungejua kwamba Mungu anakuwazia mema, basi ungeweza kusimama tena. Ungeweza kuinuka tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana nakwambia katika changamoto, katika mapito yako, kumbuka wema wa Mungu. Fanya reflection. Kaa, hebu tathmini kama unapitia changamoto, unapitia ugumu. Hebu kaa, pata muda wa utulivu. Pata muda wa utulivu peke yako. Unakaa unajiuliza, hivi mimi tangia safari yangu Mungu amenifanyia mambo mangapi? Unakaa unatathmini, Mungu amenitoa wapi? Mungu ameniwezesha vitu vingapi? Mungu amesimama na mimi katika nyakati ngapi? Je, leo hii limetokea hili, iwe ni sababu ya kuona kwamba Mungu hawezi kufanya jambo lolote katika maisha yangu? Ndio iwe sababu ya kuonyesha kabisa Mungu sio msaada tena kwangu? Na ndio maana nasema katika magumu yako,
kumbuka wema wa nani? Wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Ayubu ni mfano mzuri sana ambao yeye pamoja na changamoto zake alikumbuka wema wa Mungu. Alikumbuka kwamba Mungu anayomtumikia ni Mungu mkuu sana, kwamba changamoto na vurugu zote zinazotokea yeye atamsaidia. Bwana atamsaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nami nakuambia kwamba asubuhi ya leo, pamoja na mambo yote, pamoja na changamoto unazopita zote, Mungu bado hajakuacha. Mungu atakusaidia, Mungu atakuwezesha. Kumbuka tu wema wake. Kumbuka wema wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka nilipitia magonjwa lakini ulinisaidia. Nilipitia dhuluma ulinisaidia. Nilipitia kukataliwa nilisaidiwa. Nilipitia kila changamoto lakini ulinisaidia. Je, leo hii inaweza ikawa sababu ya kukuacha mimi? Nakwambia mtu wa Mungu, ukija kukumbuka wema wa Mungu, ukaja ukatafakari matendo ya Mungu ambayo amekufanyia, hakika hautakuja kupuuza ukuu wa Mungu. Hautakuja kusema kwamba Mungu amekuacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Tatizo watu tunaona mambo tu kama yanatokea tu from nowhere. Unaona mambo yametokea. Ndio maana tunasisitiza ya kwamba unapomwomba Mungu akufanikishe katika mambo fulani, hebu kuwa na rekodi. Andika sehemu vizuri. Ulikuwa unamwomba Mungu fulani, andika. Ili kija kitokea usije kuona kwamba kimetokea kwa bahati mbaya. Ujue kwamba Mungu ndiye amekusaidia. Ujue kwamba Mungu ndiye amekuwezesha. Usisahau Bwana ndiye aliyokusaidia wewe. Yamkini wewe hapo usingefika, lakini Mungu alisimama na wewe katika nyakati ngumu. Akakwambia kwamba Bwana, mwanangu, hata katika kipindi hiki nitakuvusha. Hata katika kipindi hiki nitasimama na wewe. Na hakika Mungu alisimama na wewe, akakupigania katika nyakati mbalimbali. Kwa nini leo uweze kumsahau Mungu kwa sababu ya kitu ambacho unapitia katika maisha? Ayubu alikuwa ni mfano wa utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ayubu jamani, ukisoma Biblia, hiki kitabu nenda kasome vizuri. Mambo aliyopitia Ayubu, yamkini ingekuwa wewe, sidhani kama ungeweza. Biblia inaambia katika mambo yote Ayubu ambaye alikuwa anapitia, akumtenda Mungu dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wako watu hapa wakipitia changamoto na matatizo mbalimbali, ni sababu ya kuweza kuanguka na kumwacha Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni maombi yangu Bwana akusaidie. Ukumbuke wema wake, ukumbuke fadhili zake na matendo yake makuu aliyokutendea. Kwamba hata katika kipindi hicho Mungu atasimama na wewe, atakuvusha, atakupigania. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo Ayubu alikuwa anakaa katika nchi ya Usi kama tulivyosoma, ilikuwa karibu maeneo yale ya Kanaani. Na Ayubu alimwamini Mungu kwa ukamilifu. Na Mungu alimpenda sana Ayubu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu alitaka amjulishe kwamba shetani ya kwamba hawezi kushawishi kila mtu afanye mabaya. Mungu alitaka amuonyeshe shetani kwamba hawezi kumshawishi kila mtu afanye mabaya. Unajua kabisa shetani ndio mtesi wetu. Yeye yuko huku na kule. Biblia inasema kwamba yuko anatembea huku na kule kutafuta kuhakikisha kwamba watu wa Mungu wanaenda katika upotofu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo Mungu alitaka amjulishe shetani kwamba hawezi kushawishi kila mtu kufanya mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana ukisoma mstari wa 8 anasema kwamba kisha Bwana akamuuliza shetani, "Je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani." Mungu anajidai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kumbe ukisimama katika Bwana, njia zako zikiwa salama, ukatenda katika ukamilifu wa Mungu, Mungu leo anajidai. Anasema yuko mtu wangu ambaye amesimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Anajivuna Mungu kwamba yuko mtu wangu Tejibu Ndibichi ambaye amesimama kwa Mungu. Na katika mambo yote Mungu hawezi kumtenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anamwambia umemwona mtumishi wangu? Umemwona mtumishi wangu Ayubu? Ndipo shetani anasema kwamba, na Mungu anamwambia kwamba huyu mtumishi kwamba ni mwelevu, mwenye kumcha Mungu na kuepuka na uovu. Sifa ambazo alikuwa na Ayubu. Alikuwa ni mwelevu, alikuwa mtoshelevu, lakini alikuwa ni mtu wa kumcha Bwana. Ni mtu wa kumcha Mungu, ni mtu ambaye alikuwa anampenda Mungu, lakini zaidi ya yote ni mtu ambaye alikuwa anaepuka uovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini shetani siku zote ashindi. Akamwambia kwamba hivi unafikiri kwamba huyu Ayubu anakutumikia wewe bure? Bwana Yesu asifiwe sana. Unafikiri kwamba anakutumikia wewe bure? Hebu gusa hizo mambo yake. Gusa hizo mali zake ambazo zomkarikia. Gusa hizo baraka zake tuone kama hajakuacha. Bwana Yesu asifiwe sana.
Haleluya. Mungu akamwambia kwamba haya yote yako uwezo wako, uko uwezo mikononi mwako kufanya hivyo, isipokuwa usimtoe tu uhai. Bwana Yesu asifiwe sana. Ayubu kwa mara ya kwanza anapitia katika mateso magumu. Anapitia mambo magumu. Ayubu anasema ni mtu ambaye alikuwa ni tajiri, alikuwa ni mtu mwenye mali. Ni mwanaume ambaye alikuwa na vitu vingi, alikuwa na mbuzi, alikuwa na ng'ombe, alikuwa na punda, alikuwa na vitu vingi vyenye thamani. Tumesoma hapo. Dada Masa amesoma. Tumeona majozi ya mifugo ambayo alikuwa na vitu vingi sana. Lakini baadaye tunaona kimoja baada ya kingine kinaanza kuharibiwa. Kimoja baada ya kingine kinaanza kuharibiwa. Kwa maana ya kwanza anakuja kuambiwa taarifa kwamba punda na ng'ombe walichukuliwa na Waseba, wameondoka. Mimi nimekuja, hata watumishi wengine wote wameuliwa, lakini nimebakia mimi tuje nikupe taarifa. Hajamaliza kusema yule mtumishi ambaye amekuja kutoa taarifa hizo, anakuja kuambiwa tena moto umeshuka na kuangamiza kondoo na watumishi, na nimebakia mimi tu kuja kukupa taarifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ayubu alipitia katika mambo magumu. Ayubu alipitia katika mambo magumu, lakini katika mambo yote alikumbuka wema wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni maombi yangu mtu wa Mungu, katika changamoto zako, katika maisha yako, katika kile unachofanya, usisahau wema wa Mungu. Mungu wetu ni wa upendo sana. Mungu wetu ni wa huruma sana. Na ndio maana alimtoa mwanao pekee Yesu Kristo, ili kupitia yeye mimi na wewe tuweze kuokolewa pale msalabani. Biblia inaniambia kwamba kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanao pekee, ili kila muamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Na ndio maana nasema katika mambo yote mtu wa Mungu, wala usimdharau Mungu wako. Wala usimdharau Mungu wako. Usije ukafikia tu ukasema ya kwamba huyu Mungu ninayemtumikia kila siku, mbona matatizo ni mimi tu, mbona kila changamoto ni mimi tu. Lakini kumbuka Mungu ulipokuwa katika changamoto. Kumbuka Mungu alisimama na wewe. Kumbuka Mungu alisimama na wewe katika nyakati zako za ugonjwa. Kumbuka Mungu alisimama na wewe watu walivyoibuka. Kumbuka Mungu aliposimama na wewe adui zako walipokuja kutaka kusambaratisha. Mungu alisimama na wewe. Bwana alisimama na wewe akakutetea. Ni huyo ambaye mhubiri asubuhi ya leo, mchana wa leo, ni yeye yule ambaye atakusaidia. Lakini kumbuka wema wako. Mungu wetu ni wa huruma sana. Anaangalia mioyo yote ya unyenyekevu. Usije ukakaa ukasema ya kwamba mimi bwana siende hata kanisani, mimi bwana hata sifanyi huduma yenyewe, mimi sifanyi. Kama najitahidi kufanya hiki, maana najitahidi kufanya hiki, lakini haiwezekani, mimi magumu tu. Mungu ana mpango na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana ana mpango na wewe. Haleluya. Isaya anasema kwamba njia za Mungu ni ngumu sana kuchunguzika. Njia za Mungu ni ngumu sana kuchunguzika. Anasema ziko mbali kama ilivyo anga pamoja na ardhi. Ziko mbali, ni vigumu sana kuchunguzika njia za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wewe unaweza kufikiria unapitia katika changamoto, unaweza kuona kama Mungu amekuacha. Lakini Mungu anakuwazia mema. Mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tusome kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya Isaya sura ya 55 mstari ule wa 8 mpaka ule wa 9. Bwana Yesu asifiwe. Ni maneno ya mtu wa Mungu Isaya. Anasema kwamba njia zangu, mawazo yangu sio sawa na yenu. Mawazo ya Mungu sio sawa na wanadamu. Kama vile ilivyo mbingu mbali na ardhi, ndivyo njia za Mungu na mawazo ya Mungu yalivyo mbali na sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo unawaza binadamu, unaweza ukawaza kabisa kwamba mimi naenda kupotea. Ya kutokea mambo magumu ukaona kabisa mimi hapa maisha yangu basi. Kumbe Mungu ana mpango mzuri sana katika hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ana mpango mzuri sana katika hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ayubu, tunakuja kumwona mfano mzuri Ayubu. Vitu vyote vilisambaratika. Mara ya mwisho anakuja kuambiwa Ayubu, anakuja kuambiwa kwamba Wakaldayo, anaambiwa wanawe wakiwa wakinywa divai na upepo mkubwa ulikuja ukaangusha kuta na pande zote wakauawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ayubu amepoteza ng'ombe, amepoteza punda, amepoteza mifugo, lakini haitoshi tu. Naambiwa kwamba hata wanawe ambao walikuwa wanategemea wakiwa wanapata divai wanakunywa, upepo ukaja ukasukuma nyumba, wote wakafa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Ayubu katika hilo alichokifanya, akalalua mwili wake, akaenda mbele za Mungu, akasujudu mbele za Mungu, akasema hakika wewe ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema kwamba nilikuja uchi duniani, nami nitarudia nini? Nitarudia uchi. Jina Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina lake lifanyeje? Lihimidiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni maneno ya uchungu sana Ayubu ambayo alikuwa anazungumzia.
Ni maneno ya uchungu. Hebu tusome hapo Ayubu sura hiyo ya kwanza. Sura ya kwanza sura ya pili mstari wa 20. Sura ya pili, Ayubu sura ya pili. Sura ya kwanza mstari wa 20. Ayubu sura ya kwanza mstari wa 20. Naomba tusomee. Ndipo Ayubu akainuka akalalua joho lake, kisha akanyoa kichwa chake na kuanguka chini na kusujudia. Akasema, mimi nalitoka tumboni mwa mama yangu nili uchi, nami nitarudi tena huko uchi vile vile. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni maneno ya Ayubu haya. Kwa hali ya kawaida tungeanza kusema kwamba Ayubu angeanza kulalamikia Mungu. Angeanza kuona kwamba Mungu aliyetoa msaada kwake. Lakini akalalua mavazi yake, akanyoa nywele, akasujudu mbele za Mungu, akasema kwamba nilikuja uchi duniani nami nitarudi uchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina lake lifanyeje? Lihimidiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini anasema kwamba katika mambo hayo yote Ayubu hakuweza kumtenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni maneno ya uchungu sana. Ayubu alijua kabisa kitu chochote ambacho kiko duniani hapo si thamani sana. Ni kwa sababu Mungu ndiye aliyekuwezesha kupata hicho. Kwa hiyo akajua kabisa pamoja na hayo yote kwamba nimepoteza watoto, pamoja kwamba nimepoteza mifugo, pamoja nimepoteza mali zangu, lakini Mungu, jina la Bwana lihimidiwe, kwamba yeye ndiye aliyonipa na Mungu amefanyaje? Ametwaa. Ni maneno magumu sana ya kumtukuza Mungu, kuona kwamba Mungu ndio aliyonisaidia hivi, na hata kama vimeondoka bado nitaliita jina la Bwana, bado nitamtumainia Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika mambo yako, katika magumu yako, kumbuka wema wa Mungu. Kumbuka wema wa Mungu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu bado ni mwaminifu sana. Mungu ni mwema sana katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunaona hata wakati mwingine, wapendwa, mtu unapitia changamoto, unafikia kuwa kuweza hata kukufu, kwamba yuko Mungu wapi unamtegemea, mbona ameshindwa kunisaidia? Lakini hapana. Mungu anahitaji wewe unyenyekevu wako na utii. Mungu ni mpole sana. Ni mtu ambaye hataki kiburi. Ikitokea hivyo ukiwa mnyenyekevu, Mungu atakusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini msifu Mungu katika mambo hayo yote magumu. Msifu Mungu, mwambie kwamba wewe Mungu ndio unaweza. Wewe Mungu ndio msaada wangu. Paulo na Sila wanakamatwa, wanapelekwa gerezani. Katika utumishi wao ambao walikuwa wanafanya, wanakamatwa, wanapelekwa gerezani. Kosa lao nini? Ni kwamba wametoa tu pepo la mtu yule ambaye alikuwa anatumikishwa. Yule mtu alikuwa anafanyia uaguzi. Anapelekwa gerezani, lakini Paulo na Sila, naambia Biblia inaambia wakati wako gerezani hawakukumbuka kwamba Mungu ameweza kutusahau. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawakuwaza kwamba Mungu ametuacha. Wakasema hapa ndio fursa ya kuweza kumtukuza Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nao wakaanza kusali na kuomba, wakaanza kuimba sifa za kumsifu Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo na Sila naambia usiku wa manane wakaanza kumsifu Bwana, wakaanza kumwimbia Mungu, wakaanza kumtukuza Bwana, wakaanza kumlilia Bwana ndani ya gereza kwa furaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata wakunung'unika, walimsifu Bwana, kumtukuza Bwana. Unajua ni vitu vigumu sana. Upo katika changamoto hizo, lakini unamsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika sifa, unapokuwa katika changamoto, unapomsifu Bwana, maana anaonyesha kwamba huyu mtu ni kweli ananitii mimi, ananiheshimu mimi, anaonyesha unyenyekevu kwangu, na yeye amebeba tumaini kwangu. Kwa hiyo Mungu anakuwa ni huruma sana. Anajua kabisa huyu katika mazingira nitamvusha. Na ndio maana unaona kwa wakati ule milango ya gereza ikaanza kufunguka, ikaanza kuanguka, mageti akaanza kuvunjika, mpaka mlinzi anashangaa, anaenda huku anashangaa inakuwaje, akaona sasa mbona imekuwa shida, sasa ndio jukumu la kuweza kuwasimamia wameweza kuondoka na wafungwa wote. Lakini Paulo anamwambia hata usiogope, sisi tuko hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Msifu Mungu katika maisha yako, msifu Mungu katika changamoto zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtukuze Bwana katika changamoto yako. Haleluya. Mabaya kama alivyosema kwenye Isaya kwamba njia za Mungu na mipango ya Mungu na mawazo ya Mungu
haichunguziki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaweza kujikuta hapo kwenye jambo fulani, lakini kumbe mwisho wa siku Mungu ana baraka zako ambazo ziko mbele. Haleluya. Ni kweli kwamba unamtumikia Mungu, lakini haimaanishi kwamba Mungu amekuacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio Ayubu alivyoona mambo yamezidi, akamwachia Mungu kwa kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mwisho wa siku tunaona Ayubu anasema kwamba tupate mema tu mbele za Mungu na tusipate mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tupate mema tu, eti wapendwa. Katika safari yetu wokovu tupate mema tu, tusipate mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba mabaya yatakuja, mema yatakuja, mabaya yatakuja, lakini hayo mabaya yanayokuja inawezekana amebeba kusudi la Mungu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana hayo mabaya ambayo yanakuja yamebeba kusudi fulani. Mungu anataka kupeleka sehemu fulani katika maisha yako. Umesimama katika ukamilifu, umetumikia Mungu, umesimama. Kwa nini linakuja? Kwa nini linakuja? Mlaumu Mungu kwa sababu hili limekuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Ayubu baada ya kusimama akaona mambo yamekuwa magumu, mambo yamekuwa shida. Na ubaya sasa, wamama tupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanawake tupo. Haleluya. Jambo lingine ambalo nataka kulizungumzia hapa, jambo la pili, nini cha kufanya, kwamba usikubali maneno ya watu wakukatishe tamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Usikubali kwa namna yoyote maneno ya watu wakukatishe tamaa. Unaweza kupitia hivyo, ukuta mtu anakuja kwa namna ya kufariji, lakini kumbe baadaye anakuja kuwa chanzo cha kukatisha tamaa wewe na kurudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Ayubu amefikia katika changamoto ya mke wake, anaanza kumwambia kwamba wewe unajifanya mkamilifu mbele za Mungu, si bora tu mkufuru Mungu kafie mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ninaamini tujibu Jubicha tuna mama kama hao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni imani yangu kwamba sisi hatuna wanawake kama hao. Tunao wanawake ambao waume zao wakisimama katika changamoto, wakipita katika majaribu, wanasimama pamoja, wanashikana mkono, wanasema katika hili tutavuka, katika haya Mungu atatukuzwa, katika haya tutamtukuza Bwana. Wanashikamana mkono pamoja, wanaongozana wote pamoja, katika magumu yote wanasimama pamoja katika utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mke wa Ayubu alikuwa ni chanzo cha Ayubu kumkatisha tamaa, lakini Ayubu hakuangalia hayo. Hakuangalia hayo, alijua kabisa yuko Mungu wa kweli. Yuko Mungu wa kweli. Na kiuhalisia jamani, ukiangalia mazingira yale mke wake, Ayubu alipitia magumu sana. Yamkini naye aliona kabisa kwamba hapana Mungu Bwana. Haleluya. Tusome hapo ile Ayubu sura ya 2 mstari wa mstari wa 9. Ndipo mkewe akamwambia, je, wewe hata sasa washikamana na utimilifu wako? Umkufuru Mungu ukafa. Endelea mbele, mstari wa 10. Lakini yeye akamwambia, wewe wanena kama mmoja wa hao wanawake wapumbavu, kama wanawake wapumbavu anenaje. Je, tupate mema mkononi mwa Mungu, nasi tusipate na mabaya? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunajifunza wakati huu Ayubu yupo katika changamoto, yupo katika mambo magumu. Mke wake amekata tamaa, anaanza kumwambia maneno magumu ambayo ingekuwa mtu mwingine angeweza kurudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Anamwambia kwamba anasema, akamwambia, je, wewe hata sasa washikamana na ukamilifu wako, utimilifu wako? Mkufuru Mungu ukafe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana watu wakaja katika changamoto unayopitia. Inawezekana watu wakaja katika changamoto unayopitia, wakakwambia wewe wokovu ambao nao Mungu amekusaidia nini? Hebu siuende zako kukafe huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nakwambia kwamba Mungu ni mzuri. Yesu ni mzuri katika maisha yetu. Bwana ni mzuri katika maisha yetu. Yeye ambaye anatusaidia, ametupitisha mengi. Hata ukutana mtu ambaye anakukatia tamaa, mwambie ya kwamba leo Bwana amenipitisha hili, lakini yako mambo mazuri, yako mambo mema ambayo Bwana aliniwezesha. Tazama, mwambie hata katika ugonjwa ambao nilipitia, Mungu alikuwa pamoja nami. Katika changamoto za familia, Mungu alikuwa pamoja nami. Katika changamoto za ndoa zangu, Mungu alikuwa pamoja nami. Leo hili nilipata hili, haiwezi kuwa sababu ya kurudi nyuma mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Paulo anawaambia Wafilisti kwamba nayaweza katika mambo yote, nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisimama peke yako huwezi ukaweza, lakini yule ambaye anakutia nguvu atakuwezesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Anamuuliza kwamba hivi tupate mema tu na mabaya yasitufikie, amwambia ondoka zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nini nataka kusema mchana wa leo? Mtie moyo mwenzako. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika jambo ambalo anapitia, mtie moyo, sio sababu kukatisha tamaa. Uwe mwanamke mwema kwa mume wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwe mwanamke mwema katika familia yako. Mheshimu mume wako. Ndio maana Paulo anasema kwamba mwanaume ni mfano na utukufu wa nani? Wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilimpasa mwanamke afunike nini? Kilemba chake. Amheshimu nani? Mume wake. Yuko chini ya mamlaka. Haimaanishi ya kwamba tunapozungumzia basi mwanamke awe mtu wa kukandamizwa na mume wake, hapana. Lakini ndio utaratibu wa kiungu ambao Mungu aliuanzisha. Kwamba ukubali ukatae, lakini mwanamke uko chini ya mume wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima usikilize sauti kutoka kwake. Haleluya. Kwa hiyo mume wako anapokuwa na maono, wewe simama naye. Anapopitia changamoto za maisha, simama naye katika mazingira hayo. Usiwe kama huyu mke wa Ayubu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anamwambia kabisa wewe kufuru ukafe huko. Jamani. Lakini Ayubu anasema haiwezekani tupate tu la jamani. Safari ya wokovu haiwezekani tu mambo yawe dezo tu hivi rahisi. Wakati mwingine kuna ugumu ambao utapitia, lakini katika yote unasema kwamba nakaza mwendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo anasema kwamba nakaza mwendo nifikie mede ya nini? Ya thawabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wewe pambana, mtu wa Mungu, mwanaume wa Bundubichi, pambana, mwanamke wa Bundubichi, pambana, kijana wa Bundubichi, pambana katika mambo yote. Kumbuka wema wa Mungu aliyokutoa katika maisha yako. Kumbuka Mungu alikutoa katika dhambi, katika utumwa. Akasema mwanangu, njoo huku nitumikie wewe. Kwa hiyo usikate tamaa. Yule Yesu aliyokuita, ipo siku utaona baraka zake. Wewe unatakiwa utii tu. Wewe simama na neno la Mungu. Isaya ananiambia kwamba mkitii mtakula mema ya nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kama mkitii na kukubali mtakula mema ya nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukitii kwamba Bwana ndiyo kimbilio langu, Bwana ndiyo msaada wangu, utakula mema ya nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona Ayubu baada ya mambo yote mwishoni aliweza kubarikiwa tena mara ngapi? Mara 2 ya yale ambayo alikuwa amepata mwanzo. Lakini kwa sababu alisimama na Mungu, na baadaye alimzidishia mifugo, familia iliongeza na vitu vingi viliongezeka. Mara 2 Ayubu anapata neema hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata wakati mwingine marafiki wao walikuja akina Elifazi wanakuja kwa Ayubu, wanaanza kuja kwa namna kumfariji, lakini nafika hatua wanamwambia mkini wewe umemtenda Mungu dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Akina Elifazi marafiki wanakuja, wanaenda baadaye wanamtia moyo, lakini baadaye wanamwambia haiwezekani mtu apitie katika changamoto hivi asiwe na hatia. Yamkini wewe kuna namna fulani ambayo umeenda tofauti. Lakini Ayubu akasema hapana, mimi nimesimama na nani? Na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Ayubu aliendelea katika namna hiyo. Na mwisho wa siku tunaona Ayubu aliweza kufanikiwa. Aliweza kutulia na Bwana, na mwisho wa siku Mungu akamkumbuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni matumaini yangu na maombi yangu kwamba Mungu akukumbuke katika maisha yako. Mimi sikumbuki kwamba sijui, kila mtu ana changamoto ambayo anapitia. Kila mtu ipo changamoto ambayo anapitia. Kila mtu lipo jambo ambalo linakuumiza kichwa katika maisha yako. Unaweza kuumiza kichwa familia haijakaa vizuri. Unaweza kuumiza kichwa mambo ya kazini. Unaweza kuumiza kichwa vitu kadha wa kadha. Na kweli unamwomba Mungu, mtu wa Mungu. Na kweli unasimama na Mungu kabisa unamwomba, lakini mwisho wa siku ni kama unaona ugumu. Ni kama unaenda unaona ugumu, lakini Mungu bado hajakuacha. Mungu pamoja yuko na wewe. Kumbuka wema wake tu. Kumbuka wema wake kwa moyo unyenyekevu, mwambie Mungu pamoja na haya yote, hakika wewe ni Mungu. Mtukuze Bwana, msifu Mungu, mtukuze Bwana. Mimi nakumbuka kipindi fulani nilikuwa nazunguka kutafuta kibarua huko na kule. Mnaenda unafanya interview na maisha magumu. Unafanya interview, unasubiri lakini mambo yanakuwa magumu. Kawaida unaweza kusema hapa kanisani naenda natumika